Tuombe pamoja. Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uweza ni wewe Kristo. Umeinuliwa juu Baba yetu, umeinuliwa mwenye nguvu zote. Umeinuliwa Yesu. Hakuna na kutakuwa mwingine kama wewe. Wakati wa neno Baba yangu, naomba Roho Mtakatifu wa Mungu ashuke juu ya kila mmoja wetu. Tuwezeze kuelewa maandiko. Tusaidie hata kuelewa kukaa kulingana na maandiko. Tusaidie Yesu ili tuwe the listeners and the doers of thy word. Ninaomba nami mafuta mapya kutoka kwako, ufunuo mpya kutoka kwako, mafuta na ufunuo kutoka kwako Yesu. Ninaomba Emmanuel, watu wako wenye wako kwa ground, wenye watasikiza message after this, hata na wao akuisikiza Mfalme, ukatupe ufunuo. Naomba neema mpya juu ya hii neno lako Baba, likawe na radha, likawe na mafuta yako, na ukatunjase mafuta tena Yesu. Naomba ukaweke maneno kwa kinywa changu, kwa my spirit, nikanene kulingana na mapenzi yako, nikanene kulingana na mapenzi yako. Nao watu wako wanaposikiza hii maandiko Yesu, naomba ukatusaidie kuelewa maandiko na kulitenda, likatufungue, likatukomboe, na hata kukubali maandiko kwamba ni ya kweli na ni sisi tunanenewa. Kuwe pamoja nasi wakati wa neno Yesu. Naomba unifunike na damu yako Emmanuel. Ninaomba wingu la baraka liwe juu yangu, na tena ukaweke maneno kwa kinywa changu, kwa masikio na kwa my spirit, nikanene kulingana na kenye utaniambia ni nene. Watu wako wanaposikiza neno, naomba utukomboe Yesu. Ni ombi langu, utukomboe, utuponye, utufungue katika jina la Yesu Kristo. Kuwa pamoja nasi mwana wa Mungu, ninakualika. Roho Mtakatifu wa Mungu nakualika. Yesu ninakualika uwe pamoja nasi. Naomba presence ya Kristo iwe pamoja nasi. Naomba jeshi la mbinguni pia liwe pamoja nasi. Tufunike na damu yako Yesu. Tusaidie kutulia hata wakati Mfalme, roho yenye inaweza kuwa inasunguka ili watu wasielewe neno, ndio ninalibiuka katika jina la Yesu Kristo. Tufunike na damu yako Baba. Tuafungua mioyo yetu sasa, tuikitakaza kupitia kwa damu yako Yesu, ili neno lako lipate mahali pa kukaa ndani yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Tuseme amen. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno la siku ya leo, na nikiendelea na yenye tumekuwa tukisikia ama tukinena, yenye ni believing God upon great things. Yenye tutaona leo iko kwa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Na ninawakaribisha nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo. Ruben, nichukulie kalamu pale. Nawakaribisha nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu asikie akiwa huru katika nyumba la Baba. Na tena ningependa turudi nyuma kidogo, tujiulize what is believe. Na kama vile wengi wetu tunajua kwamba believe ni hiyo jambo ya kukubali kwa mawazo. Ni hiyo jambo ya kukubali kwa mawazo kweli yenye inanenwa leo, yenye iko kwa maandiko, yenye inaambia tatuambia ni ya kweli. Na tukiamini basi tutengeneze kwa mawazo, tutaweza kutenda mambo makuu. Kwa hivyo ningependa tujiulize ni kwa nini basi Jehova ametuleta pamoja tuseme haya maandiko yenye wengi wetu wanainjua zaidi. Ni kwa nini? Kwa sababu watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ukiona kama wengine mtu anaweza kukaa nyumbani kwa sababu ya kaisho kandogo juu ya kukosa maarifa. Na ndio maana Jehova alituleta pamoja siku ya leo, tupokee maarifa, tuamini, kisha tutende mambo makuu. Ningependa basi, kwa sababu labda wachache wetu hawana hii maarifa, ama walisahau, ama they are new, basi ningeomba tuende moja kwa moja kwa maandiko ili tusikie maarifa yenye iko kwa maandiko siku ya leo. Ningependa tusome tu verse 1 and 2. Ezekiel Mpaka 3, sorry.
Ezekiel 37:1-3. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikamjibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Mwathani na kero wake akinjoya akindora akinjiga o gatagati ga gituamba kia yuire mahindi, agicoka akinjeria ngithiururuka gituamba kiu giothe, ngiona ati mahindi mari maingi muno na mari momu muno. Akinjuria atiri, muru wa mundu, mahindi maya no macoke muoyo? Na ningicokia atiri, Mwathani mwenye hinya wothe, we nowe ungimenya. Tunasoma juu ya Ezekieli, na Ezekieli alikuwa nabii. Wakati huu wenye hii neno yenye tunasoma ilikuwa ni wakati wenye wana wa Israeli walikuwa Babyloni. Nadhani karibu kila mmoja wetu anajua Waisraeli walienda Babyloni kwa sababu ya kukosa kutii, na Mungu akakasirika na wakaenda Babyloni kuwa slaves. Wakaambiwa watakaa huko miaka 70. So wakati unafikiri miaka ilikuwa imesonga wakiwa kule, bado 70 si miaka michache. Ni kumaanisha ya kwamba wale walienda wakiwa na 50 walikufia huko. Kumaanisha wengi walikufia huko na wengi walisaliwa huko. Kwa hivyo si kitu rahisi. Kwa hivyo wakiwa kule, na nafikiri Ezekiel hii text sasa alikuwa around, walikuwa wamekaa huko at around 30 years. Nasema nikufikiri at around 30 years wakiwa pale mwaka wa kwanza mpaka, na they are slaves. Si ati wamekaa vizuri, si kwao, wanatumiwa vibaya pale, wanapanisiwa kule. Wakiwa kule sasa, Ezekiel nabii, nasema ni nabii, naye akaonyeshwa mambo na Jehova. Maana ninaona walikuwa pale kama vile wengi wetu wako, wakafika mahali wakakufa moyo, wakawa hawana tumaini. Wakaanza kuona ya kwamba sijui kama miaka 70 kweli tutarudi nyumbani. Hapana, huku hata ukijaribu kufanya anje si kwetu. So in one way or the other walikuwa na limitation. Kwina kaundu kama hingagiriria, mtu labda angejenga nyumba ya mawe, maana alikuwa anajua si kwao. Kitu yenye ni ya maana sana angeifanya, maana kulikuwa na kurudi. So wakienda walikuwa wameambiwa, walikuwa wametayarishwa kwa mawazo kwamba ni kuenda na kurudi after 70 years. So tunawaona sasa, na tukiwa pale sasa tujiangalie sisi, tuone wengi wetu wako hivyo. Nasema wengi, sisemi nyinyi wote, wengi wetu wako hivyo. Kuna mahali imefika, kuna mahali ulifika wewe, ukijiangalia kama mtu unaona sioni kama kuna njia, na mahali tumepelekana na huyu mpaka unamuona, unamuita jina, simjui ni nani huyu mwenye umemfanyia mahesabu kwamba equals, hakuna njia, hakuna maendeleo, hakuna ndoto, hakuna mahali tunaenda. Ni mahali yenye uliwekwa wewe, mahali walikuposition wewe, hapo ndipo niko. Wacha nirudi kwa maandiko ili niweze kukuletea wewe na nijiletee mimi ya kwamba ate Ezekiel sasa wakiwa pale miaka imesonga, Ezekiel
akainuliwa na Jehova, akachukuliwa. Na hii haikuwa ndoto, ilikuwa ni maono. Si kitu yenye alikuwa atiasilipu kabisa. Na maana Mungu alikuwa anataka kumuonyesha venye wana wa Israeli wako wakiwa kule. So akamfunulia na njia hii yenye haikuwa rahisi, kwamba alipelekwa mahali kulikuwa na mifupa kavu. Tuseme sinaitwa na Kiingereza skeleton. Alipelekwa mahali kuna mifupa yenye haikuwa na nyama. Na fikiri it was killing. Alipelekwa kwa maono, si ati ilikuwa liu tiki ndio na gavisiko. Ilikuwa ni alipepwa, spirit yake ilipepwa, akachukuliwa akapelekwa kwenye kuna bonde yenye ilikuwa imejawa na mifupa. Tuseme kuangalia hivi kwa ndoto venye mtu anatembea na ndoto, anaonanga kama tuseme nikitembea kwa kina, tuseme ni nani, tuseme nitembee kwa kina Muriuki, nitaenda mpaka huko kwa nyumba ama kwenye anafanyia kazi, so nitajiona niko pale. So akapepo akaona ya kwamba kwenye akaangalia akaona pale kuna mguu ingine upande huu mwingine, na lakini itoshani na hii. Kuna mkono pale, kuna jicho. Hii skeleton ya jicho of course ikuwa ni skeleton kimahedi. Kuna kimkono pale, kuna kandole pale. Yes, pati. Mifupa yote ya watu ilikuwa imejaa huko. Na walikuwa wamekufa already. Sasa akiwa pale akatembezwa. Hata wewe ungesangaa ukitembezwa kwa ndoto uone vitu kama hizo, tunaweza kusema labda tumefanywa nini? Labda ni kwa warogi, labda ni mashetani yanatupeleka huko. Lakini Mungu akamwambia ni yeye anataka kumuonyesha kila kitu, mpaka akaulizwa. Sasa akiwa akiangalia hivyo, ninaona ni afari yenye ilikuwa na mifupa. Akaulizwa, son of man, akiurua ama ukiona wewe unaona kama hii mifupa inaweza kurudi watu, inaweza kuwa watu. Maana of course mifupa ilikuwa ni ya watu. Unaona kama kuna hope, kama kuna tumaini, unaona kama kuna kitu kinaweza kutendeka. Na msangao akamwambia ni wewe unanjua. Unajua kuna mambo yenye inaweza kukukuta, na ukiona hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna watu wamekutwa na mambo tangu tuachane Sunday, ama wamekuwa nayo. Hata ukiulizwa njibu hauna. Maana kusema no si njibu. Kusema kulingana na wewe, ukisema no unaona si jibu. Kusema yes sio njibu. So unajua kwa kirahisi, kwa kifupi unasema sijui. Mambo yenye ilikaa ikaharibika, ni mtu mlikaa naye akaharibika mpaka ukiulizwa na mtu kwamba huyu mtu anaweza kurudi venye alikuwa, hata mimi sijui. Maana nimejaribu kumuombea, wengine watasema nimemtolea dhabihu, nimejaribu kunyenyekea kwake, nimejaribu kumpenda, nimemjaribu kumleta karibu, lakini sioni change. Na hata ukiulizwa kama kuna kitu yenye inaweza kutendeka, hata wewe unasema mimi ni Mungu ananjua. Hii niliachia Mungu. Na nasikia wengi wetu hapa wako na mambo yenye waliachia Mungu. Maana wakiangalia na nguvu zao na macho yao, wakiwafanyia mahesabu, wanaona hakuna njia. So Ezekiel akaulizwa na Mungu. Sasa kumbuka ni kwa maono. Ukumbuke ni kwa maono anaulizwa. Akinjulia atire, mbusoma na Kiswahili. And he said unto me, verse 3, son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Mungu, wajua wewe. Good. Hakusema, ukiona kienye hakusema na ujue ni nabii. Na anaona ni kitu aliona, hakika hii sioni mimi. Ni venye sasa alikuwa tu anaamini Mungu. Akiulizwa na wewe ndiye unajua hii
kulingana na venye situation imekuwa sasa. Kukinya hauda kinya leo wenga inuongeme jina la Yesu lipewe sifa. So maswali yenye mko nayo yote ilete hapa kwa verse 3. Na iko kwa verse 3. Hivyo ukisikia ninasema mimi na mesa yangu, sijui kama unaona yako. Hata watu wameuliza maswali, hata watu wamekuuliza, na ikifika hapo inakuwa anje. Wengi wetu hata tusipoongea kiti, of course tutaongea hivyo kwa kimoyo moyo. Ikifika hapo mtu anafanya anje, unakosa jibu. Kama Ezekieli, si ati umekosea. Kuna singine hatusemi no ama yes. Tunangojea huyu mwenye kuamua, huyu mwenye alituonyesha, huyu mwenye kuachilia ajibu. Na basi haina shida, alishindwa na akamwambia ni wewe unanjua. Ni wewe unanjua. Hata wengi wetu sasa wamefika kwa kumwambia ni wewe unanjua. Yes, hata hiyo yenye uko nayo yangu, wewe wacha kuinjibu tena, ni yeye ananjua. Hata hiyo mimi niko nayo yako, wachana nayo tena. Isikusumbue tena kiti, isikusumbue. Ni yeye anafanya nini? Ni yeye anajua. Kwa hivyo ukiona tukiletewa kwa mifupa kafu, ni kumaanisha in fact situations zetu, hali zetu nyingi siko hivyo. Hata ukiulizwa kama kutakuwa na kesho, unjui wewe. Kuamuka kulala kwako ni yeye anajua. Nasema kuamuka kulala kwako ni yeye anajua. Kuvile unafanya kazi, maana ya vile umesingirwa na maadui wengi, ukiuliza kesho unaona kama utaamuka kuuza, ni yeye anajua. Ni yeye anajua. Kila kitu yetu hapa ni yeye anajua, maana yale tumeona na mawazo yetu through the experience kule tumepitia, hata hatuna njibu, hatuwezi tukasema ni yes ama no. Tuliachia yeye. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Kuna mambo mengine huwa analeta Mungu, ama anatuonyesha, ama anatupitishia ili kwanza alete ikiwa mfano. Na mimi nataka kusema yenye umekutana nayo ni mfano, ni shando. Ni shando, ni mfano tu. Ni mfano tu ya kienye kiko, lakini kuna ye mwenye njibu, kunaye mwenye anaweza. Jina la Yesu lipewe sifa. Na njia nyingine ya kwamba don't be quick to do what it. You are supposed to be slow. Naongea na nani sasa? To make conclusions. Conclusions. Thank you. Mpigie makofi. Ndokayo hage kuga gotire. Usiwe kwa mtu wa kuwa na haraka ya kusema haiwezekani. Huyu ataponya. Atapona. Hiyo si yako. Inaweza ikawa ni kitu tu Mungu anataka kupitishia akufunze jambo fulani. Na ndio maana unasikia nikisema watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Nasema tumepitishiwa mangumu mpaka mtu akikuuliza unaona taka mwana yaga asenjia, hata wewe hauna njia. Nasema hauna nini? Nasema hauna njibu. Kwa hivyo tunajiuliza anje, na tunaambiwa anje na Ezekieli. Turundi tena verse 3. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikamjibu, ewe Mungu, wajua wewe. Tuendelee sasa. Tumefika hapo kwenye hatuna njibu. Sasa njibu zetu zote tumeachia nani? Mungu. Na mimi ningekuwa mimi ni wewe, kutoka leo yenye hauna anza usijibu. Amen. Jifanye mjinga useme sijui. Ama useme niliachia Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Why bother unakuwa na headache na kitu yenye hata unjui kitatendeka anje. Kitaondolewa anje. Twende.
akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu. Tuko verse 4 tusiende bio. Na agisoka akinjira atire, ukumbuke sasa amesema ni wewe unanjua. Usisahau ni nabii. Huyu ni nani tunaongea na yeye? Ni nani huyu ako kwa maandiko saa hii? Sijui kama kuna katikati yetu ya kwamba mahali hii hali yangu imefika, ni Mungu tu ananjua. Ni Mungu. Huyu ni mtu ambaye amefika mwisho. Huyu ni mtu ambaye hajui itakuwa anje. Ni kitu yenye hata kwa mawazo yeye, hata akiwa ambiwa alete njibu hana. Maana kienye amejionea, hata yeye anasikia haya hapa sasa mimi hata sijui. Basi Mungu sasa akasikia haya, ati amenjibu ni mimi ninanjua. Verse 4 akasema, nake agisoka akinjira atiri, rathira mahinde macio umere atiri, inyue mahinde. Rathira mahinde macio umere atiri, inyue mahinde maya momo, thikiriria ndumiriri ya Mwathani. Ni Mwathani mwene hinya wothe ngumwira u, ningutuma mihumu itonye thiini wanyu na nimugucoka moyo. Ngumwikira mikiha na nyama na ndimuhumbe ngothi, njoke ndimwikire mihumu na inyue mucoke moyo na nimukumenya ati nenie Mwathani. Sasa maana alisema ni Mungu ananjua. Basi tukifika kwa kuachia Mungu, hapo ndiyo muhimu sasa. Ukifika mahali umeachia Mungu, naye Mungu anachukulia. Anajua tujui hiyo jibu. Tumeshindwa na hapo, anajua tumengangana na majibu yetu ya kusema ndio nitaendelea, nitaanza tena. Kama nikiuliza wale tuna worship na basi unaona nini? Unasikia naruka hii na hii na hii. Hivyo ndivyo tuko. So ninasema the pattern yenye iko ya manabii ni kwamba kuna mahali wawezi wakaongea. Yesu wataonekana ni kama wanajifanya, lakini kuna kwingine wanaachia nani? Na hiyo ndio inastahili kuwa yetu. So kutoka saa hii, nasema kutoka saa hii, hizo zako, hizo vitu zako zote unaona ni kama hakuna njibu, achia nani? Na atakupe direction. Jina la Yesu lipewe sifa. So akaona Ezekieli ameniachia, akasema kumbe ameniachia. Imemstua, hii jambo imemstua. Hii jambo ni kama yeye aoni kama kuna njibu. So akamwambia, akampe the pattern. Akamwambia Kenya atafanya. So wakati tutakapoachia Mungu kila kitu, hapo ndipo atachukulia, ndipo atakupe direction, ndipo atakupe njibu, ndipo ataleta solution. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo wale ambao wamengangana na vitu, wamejishikilia, wamejaribu hiki na kile kingine, wanaipindua na njia hii ama ile ingine, achilia kutoka leo. Achia Mungu, mwambie wewe ndiye unanjua. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Kwa nini upatwe na maasi na kitu yenye utaweza kuleta njibu? Unalala atembila usingizi kwa sababu labda uliona kitu ambaye itaenda na ulikuwa umengalimika. Mungu ndiye anajua. Hata ukifika pale alikuwa anajua itatendeka hivyo. Ni maana kuna jambo asiloliweza baba yetu. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Akaambiwa, akapewa instructions. Unjui? Kwa hivyo ukishindwa, mwisho wako ndiyo mwanzo wa Mungu. Uelewe leo, mwisho wako ndiyo mwanzo. Mungu anangonjia tono niguwe tuile kemenyi ugendo. Mungu anangonjia pale uko mwisho kabisa, ndipo anataka kuingilia. Atakutembeza kuonyesha zote mivuba hii haina faida, hii iliosa, hii ingine ikavanywa. Ukifika pale pa kusema Mungu sinjui, unajua ni wapi?
wewe ambaye unainua mikono. Wengi wenye wameinua mikono kwa area zenye ninajua zenye sitatanja saa hii unasiona. Hapo uinui mikono alafu unaanza kureact. Unainulia nani? Unainulia nani? Sikumwambia mimi nimeinua mikono kwako, sasa wewe ndiye unanjua. Mimi sina njibu na siwezi, wewe ndiye unanjua. From there nasema kutakuwa na njibu. Kutakuwa na solution. Naomba tufike hapo leo. Naomba kila mmoja wetu afike hapo leo. Wewe ambaye anaambia Mungu sijui. Sijui venye nitaishi huku tena. Sijui kufanya hii biashara tena. Sijui tutakula nini kesho. Sijui hiyo yote yenye unjui. Unamwambia Mungu tazama mimi sijui, hata mimi sijui. Nasema hata mimi usiniulize swali maana hata mimi kesho sijui. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Sasa nimeanza kusikia chakula ikiwa na utamu. Na kiagicokia kinjira atiri rathira mahinde macio umere atiri inyue mahinde momo thikireria ndomereri ya Mwathani. So uko na kazi hapa sasa. Kwa wale ambao wameinua mikono na waombea wapate neema ya kuamini kenye wataambiwa na Jehova. Maana ingine unaweza kukataa. Imagine ni mfupa wa miguu pale, hauna nyama. Mkono uko upande ule mwingine, skeleton ya kichwa iko pale. Unaona macho haiko, masikio hakuna, masikio labda tumboni twenye tuko, kimuguu kiko pale, labda backbone unaiona yote na huku nyuma iko pale. Sasa nasi ati mtu mmoja ati utasema ni Ruben, hapana, ni jeshi. Sasa akiwa pale maana akasema anjui, so anaachilia sasa, anangonjea apewe usaidizi. Anangonjea apewe direction, akapewa direction. Nikwambie maana alikuwa nabii, tambiria hiyo mifupa. Akaambiwa itambirie. Hiyo ndio ilikuwa the direction. Na hiyo ndio direction yetu siku ya leo. Maana wengi wetu hapa sisi ni manabii. Jina la Yesu lipewe sifa. Tumekaliwa na mifupa ya aina mingi. Hatunjui. Na maana ujui basi Jehova anakuambia kwamba ugeukie huyu mfupa yenye unaona. Were kogoro we. No gusoka kwa guo. Utaambia mguu urudie mwenyewe. Utaambia jicho irudie mwenyewe. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo tunapewa mamlaka ya kuleta kila kitu pamoja. Na tumepewa njibu. Pigia Yesu makofi. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Ninasikia ni kama nitaendea mguu. Nasikia kama naendea mkono mmoja pale. Niwaambie ya kwamba nyinyi mifupa lazima muondoke mahali penye ni kwangu. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Akapewa. Huyu ni mtu ambaye anasema sijui. Nasema sijui mimi. Mahali imefika mimi sijui. Na ujuzi wangu mimi sijui. Na mawazo yangu mimi sijui. Yes. Hata nifanye mimi sijui. Hata nifanye nini mimi sijui. Sijui wacha kwa ishara ya mikono kama kuna mtu amefika to that level. Mimi nikiwa number 1. Wacha nione ni wengine wangapi. Tuko na Ruben wangu pekee. Ni nani huyu amefika pale kamuthia inereu? Baki nyaba ndio kuthia gatia. Njijiunge na mimi maana tunaenda kutambiria mifupa. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Na inatembea leo. Leo nakwambia itatembea. Itapata nyama. Jina la Yesu lipewe sifa. Sijui ni nani huyu anasema ndio. Tengeneza mawazo yako. Maana mamlaka na uwezo nimepewa na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Unaona hizi empty seat. Leo tunasitabiria. Jina yes. Na usiniletee mwenye ako nyumbani nikutambiri. Nasema nikutambiri. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Amen. Ikiwa banki yako imekaa bila kitu, naomba leo usike hiyo plate. Ribayando.
Nasema utasika hiyo familia leo. Yeyote amekuwa na license na anjaendesha ngali, huyu nitamtamilia leo. Hiyo ni mifupa kavu. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Akapewa njibu. Kumbe njibu zetu ni za leo. Haleluya. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Kunaye Mungu ako na njibu leo. Ninamfurahia. Akaambiwa atamilie mifupa. Likarabo zeke yantoli masaya. Akaambiwa atamilie mifupa. Na kiagiso kia kenjera atere, rathera mahende masio mere atere, inywe mahende tuende kwa mifupa. Wewe kazi, wewe bwana, wewe mtoto, wewe mke, wewe shamba, tuende. Sijui kama unaona mfupa wako wewe. Nitukinyire kuo. Tumefika pale. Akirwa rathire inywe mahende maya momu, thikereria indo lazima leo wasikize katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa utaamini kama Ezekieli, hata ikiwa haukuwa na njibu, tunaenda na hiyo move leo. Tunaenda na hiyo mafuta leo, mafuta ya kiunabii. Maana ni kutabiri. Unajua ni kwa nini? Proverbs inasema ulimi wako wewe, ulimi wangu mimi uko na uhai ama kifo. Uko na uhai ama kifo. Uko na baraka ama laana. Uhai, ulimi yoyote. Kwa hivyo wewe ni nabii. Unaweza kunena uhai kwa kitu yenye imeisha. Usiwe mtu wa kuua. Wewe muanji, usiwe mtu wa kuua. Leo tunafufua. Akiro maradhere tambiria Kiswahili kiti. Najua ninaongea Kikuyu mingi. Verse 4. Akaniambia tena, ukathikiriritie. Unajua lazima uwe mtu wa kusikiza tu. Utafanya nini? Solution ni gani? Unajua kwa nini tunaanguka? Ni kwa nini tunashindwa na hii safari ya kwenda mbinguni? Rahisi. Lazima uwe mtu wa kusikiza. Na utakuwa na time ya kusikiza. Sio kunjanji. Na aingine maragwire kigarani kiu. Waliletewa tu kakitu tu wakanjaji. Wakapeana solution kwa haraka. So wakaanguka. Huyu alisema sinjui. So alingojea apewe direction. Sio kungesi nasema. Sasa maana unjui. Na nasikia utatambiria kenye unaona. Maana wewe uko na uhai ndani yako. Ulimi yenyewe wachana ingine iko na uhai. Ulimi iko na kifo ama uhai. Iko na baraka ama laana. Akaambiwa atambilie mifupa. Dikireria ndomereri ya Mwathani soni mifupa anaambia. Twende. Toa unabii juu ya mifupa hii. Verse 5 kindly. 5. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu. Nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Na kuwafunika gozi. Na kutia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyo. Tumefika hapo. Kwanza ni kupewa message. Kwanza ni kupewa direction. Tukifika hapo sasa, how many people katikati yetu wamepewa direction na hawanjui, wakaanza kupigana na direction? Hapana, hiyo si yangu. Labda ni apostle. Hapana, haistahili hivyo. Ulipewa direction, uliomba ukasema mimi mahali nimefika sinjui, lakini already umepewa jibu. Na unangangana nayo ukichange. Unangangana nayo ukijaribu kundelete singine. Na direction ukipewa ni hivyo. Maana ulifika to the level ya kusema unju. Naye mwenye anajua yote
akapeana direction. Na nasikia katikati yetu hapa, maana wengi wetu ni wale tunanenewa na Jehova, wamepewa direction, wamepewa ulinzi, wamenenewa. Na ikiwa wewe au kunenewa wewe, labda kuna mtu alikuletea message, hata saa hii unanenewa. Hiyo kazi yako utafanya nini? Unaambiwa utaitambiria. Si ate mimi uniite nitabiri, hata mimi niko pale nitabiri. Ni wewe utaitambiria. Basi tunasema nini? Akapewa instructions. Kiza hapa kuumbirivu ndio inakuja sasa. Ati ukimbilivu God utatenda mambo makuu. Aya, ni ile mifupa yenye ikuwa na nyama. Saa hii ninaambiwa niende niitabirie. Utaiambia hivi, mtapata nyama. Wewe mguu utapata nyama wewe. Mifupa kafu yote ikatabiriwa, pata nyama. Pumzi ikaambiwa sasa ishikane. Ikiwa imesikana kiskeleton hivyo kikiwa na nyama, akikuwa kinaongea, akikuwa kina breathe, akaambiwa sasa atambirie nini? Aite the wind, upepo, north, east, south and west. Inje kwa hawa watu, ilete pumzi kwa hawa watu wote, jeshio. Basi ikawa hivyo, kukawa na upepo. Na version nyingine ilikuwa inasema ya kwamba akamblaze, na ilikuwa ni the spirit of God. Spirit ikaingia ndani yao, wakawa uhai tena. Na hivyo ndivyo tutafanya siku ya leo. Basi nisonge kidogo ili tufike kwa kutabiri, maana bado tutafika. Na ningiradha, hapa ndipo tunashinda. Tumeambiwa mengi na Jehova lakini tumekataa. Mental acceptance. Mesiria. Kwaga gwetikira. Aingi aitu aba mesiria ni maregete ndumiriri ya Ngai. Wamekataa. Naomba tusimame kidogo, maana najua watu wanasumbuliwa na njoto. You people, you are very busy. Si mapepo hapa, si mapepo hapana. Mapepo ya wapi? Si mapepo. Wengi wetu wamepewa messages, si ni kweli? Wiki hii last month ni nani alipewa message? Ainue mkono wake juu akanenewa. Ingine inawekwa kwa spirit yake. Kunaye katikati yetu? Ainue mkono wake juu. Sikulizi ni gani, usinjali. Kumbe ni wengi akina Ezekiel we. Wale hawajapewa message na wape leo. Ninawapea leo. Basi tunasikia nini? Akapewa instructions. Utafanya nini basi? Ikiwa ujui, ninaona ujui ni sawa na umesema ni mimi ninajua, basi utafanya hivi. Na ningira tha uhoro otorenda thitwo na rienda harathaga ngeigwa mururumo wa mahindi magicokanirira na maria mangi manyitanite na motene. Na riri verse 7, tusome verse 7 nimwambie meaning yake ni nini. Nimeisikia. Hiyo ni kali. Ni wewe unanjua. Nasema ni Mungu ananjua. Yes, tulimwambia ni yeye ananjua. Wacha tuone ni sign yake ndio gani leo. Ni nini Jehova alituitia leo? Kwa kifupi nitaipiana jina moja tu peke yake kwa hiyo mstari. 7. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu. Na tazama, tetemeko la nchi. Na ile mifupa ikasogeleana. Mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake. Nyama ikatokea juu yake. Uko verse 8. Mimi nilikuwa nataka 7 peke yake. 7. Wakati alipewa instructions kinya atafanya, atabirie mifupa ipate nyama, pumzi na the rest. Akitabiri, nasema wakati alikuwa na tabiri, akasikia tetemeko. Unajua ni nini? Nguvu za Mungu zenye sinaleta urejesho. Nasikia
kwamba leo before tumalize ipanda kutakuwa na restoration. Nasema restoration. Nasema restoration. Kenye kilikauka yote leo kinafufuliwa na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tungonjee movement kubwa sana wiki hii. Before tuonane Sunday tena kutakuwa na ulenjesho wa kipekee. Jina la Yesu lipewe sifa. Kuna mtu atakuwa na alikuwa na customer mkali sana. Na nakwambia atakurudia akikutafuta. Akisema ni namba ilipotea. Unanisikia? Unanisikia wewe? Akisema ni namba ilipotea. Ate hivyo tu sijui nimekuona anje. Maana watu wataanza kutafutana. Ribabo sekete yando. Itendeke hivyo kwenu. Jina la Yesu lipewe sifa. Mifupa kwa mifupa. Rokotoli masia. Nasema ni mifupa kwa mifupa. Mguu kwa mguu. Mguu rudi mahali pake. Jina la Yesu lipewe sifa. So watu watarudi kwa positions zao. Nasema kuna watu watarudi mahali walikuwa kifedha. Maana ni wakati wa ulenjesho. Nasema ni wakati wa ulenjesho. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Akaambiwa tambiri na akatambiri. Wakati wenye alikuwa na tabiri kukawa na nguvu. Kama hata ninaogopa kufika hapa nisianguke. Maana nasikia nguvu za Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Mimi nasikia customers. Nasikia majina kama customers. Nasikia ulenjesho wa kipekee katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tunasikia na verse 9. Ngai agisoka kinjira atiri muru wa mundu rathira ruhuho aya hiyo nayo ikaingia gikiratha ohoro otauria anjathite nayo mere ikigia na mihumo igicoka muoyo na ikirugama na iguru na riri yari mbuto nene muno. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Ninge Ngai akinjira atiri muru wa mundu andu aya othe a Israeli no mahananio na mahende maya. Kwa hivyo ilikuwa ni symbol, that is ni kindu gia kuleta umenye kiria kimbere. Kenye umepitia sahi na mimi nimepitia ni shando. Ni symbol. Jina la Yesu lipewe sifa. Hivi karibuni nasema na nimivoni malize. Kuna kitu Jehova atareview. Kuna curtains zitaondolewa. Nasema kuna curtains zitaondolewa. Utaona kitu yenye ni original. Kitu original itajileta tena katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunamalizana na imitation zote. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Nasema imitation zote zinaisha leo katika jina la Yesu Kristo. Mifano yoyote ile, miungu yote inainama leo. Masanamu yote inainama leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Sio kama kuna mtu anaamini hivyo. Pokeeni hiyo neema. Pokeeni hiyo neema. Pokeeni hiyo neema. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema ni wakati wa kurudiana ule mchezo wa kipekee. Watu warudi kwao. Watu warudi kwao. Watu warudi kwao. Kuna watu wanaondolewa leo. Nasema kuna watu wanaondolewa leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Masika talaboela. Nasema imetendeka. Nasema imetendeka. Akatambili. Wewe usijali. Na wao wenye hao kuingia usijali ni yako. Tunapeleka hiyo mvu kwao. Tunapepa mafuta leo. Tunapepa ulenjesho kwao. Ni sisi tutakisha kila kitu ya kwamba imemove. Maana tumeakilisha Ezekieli leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Akaambiwa unaona hao watu wote ni wana wa Israeli. Walikufa moyo, wakasema hawana tumaini. Na kutoka siku ya leo nimewaambia waendelee. Jina la Yesu lipewe sifa. Gugu ngikimarathira uhoro meliu mate imitation me original meo makirathirwo uhoro ni mwathani mwene inya wothe ngiuga atiri ninguhingura mbirira cianyu.
ndimuruta kuo inyue andu akwa na ningumucokia bururi wa Israeli urenjesho ndahingura mbirira cianyu na ndimurute mbirira icio inyue andu akwa nimukamenya ati nie mwathani ngikimwikira mihumo yakwa thiini wanyu mucoke muoyo njoke ndimuige bururi wanyu kiumbe na nimukamenya ati nie mwathani mwene inya wothe ndoiga uguo na ningwika uguo. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema ni unabii. Ni unabii. Ni nani huyu alitolewa mahali pake kwa position yenye ulikuwa rimama yando na unjue wewe sasa ni mifupa kafu. Katika hiyo area wewe ni mifupa yenye haina nyama. Hakuna mtu anakupenda, watu wanakuchukia, wanakupa majina yoyote na leo yote inaondolewa na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Leta kasi yako hapa. Leta kasi yako hapa. Maana mimi nitaitambiria leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Either ni mume ama mke ama watoto wote wanarundiana leo. Urejesho utakuwa wa kipekee. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. What is restoration? It is bringing something or somebody to the original state. To the original. Mere era Israeli aya. Nengo hingora mbere na ishuma maigete. Munatolewa kwa makaburi leo. Amen. Kasi zenu zinatolewa leo. Certificate zenu zinatolewa leo. Marriages zinatolewa leo. Tokeni kwa makaburi. Tokeni kwa makaburi. Toka kwa makaburi ya poverty. Makaburi ya maneni. Makaburi ya rejection. Makaburi ya kuchukiwa. Tokeni saa hii. Tokeni saa. Mimi natambiria makaburi. Aliambia wana wa Israeli, ambia wana wa Israeli nitawatoa kwa makaburi. Ai, hapa ndipo pata kusaidia leo. Amini. Amini kwamba hautakaa kwa kaburi, maana nasikia nguvu za Mungu, nguvu za kufufua, kwamba waambie leo wajitayarishe kutoka kwa makaburi. Uko Babeloni, watu waliwaweka kwa Babeloni. Wakafunga kazi yako kwa Babeloni, wakafunga watoto wako, walifunga mume, walifunga mke, walifunga kazi, wakafunga ministry, wakafunga watu wasiingie, wanatoka kaburini leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Natambiria makaburi yafunguke. Mfunguke, mfunguliwe, 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 kasi ifunguliwe, kasi ifunguliwe, ministry ifunguliwe. Toka kwa makaburi, uanze kumove, uanze kumove. Move ukiwa na tumaini kwamba ni Yesu ametenda. Pigia Yesu makofi, maana imetendeka. Nasema imetendeka. Nasema imetendeka. Kenya ulikuwa unangojea niyo. It is over. Nasema it is over. Basi ikiwa umetoka kaburini, umetoka kwa makaburi, unjue ukitoka kwa makaburi na kulikuwa Babylon, walikuwa warudishwa kwao Yerusalemu. So leo nikimaliza hivi leo, kuna watu wanarudi kwa position zao. Kuna watu wanarudi kwa nyumba zao. Kuna watu wanarudi kwa anga yao ya kifedha. Kuna watu wanafunguliwa milango leo. Maana hiyo milango yenye iliwekwa kaburini olende imesikia unabii. Kwa hivyo Kenya mlikuwa mnahitaji ni neno la kiunabii. Ni neno la kiunabii na natangaza mmefunguliwa. Pokeeni kufunguliwa. Pokeeni kufunguliwa. Pokeeni kufunguliwa. Anga zenu zimefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Hakuna limitation tena. No more limitation. No more limitation. Ate nitajenga niambiwe ondoka. Ukirudishwa mahali pako, kenye utajenga, kenye utafanya, mahali utakaa, patakuwa permanent, patakuwa permanent, patakuwa permanent. Hakuna kuondolewa na mtu tena. Sijui ni nani huwa naona ya kwamba mahali ninaishi kwa ploti ni Babylon. Maana utatolewa hapo na Jehova leo. Either ni njia yenye Mungu anataka kukutoa nayo.
maana lazima kunje akutoe. Ikiwa unasikia mimi hai hivyo ninaishi mimi hata sijui ni nani huyo, ni nani huyo. Anaona kazi yangu kuna mahali waliiweka, either ni wewe ulikosea ama Mungu alikuwa anataka kukufunza. Lakini the design ya leo ni kwamba kuna mahali ulitenda dhambi yenye iko kwa maandiko saa hii. How are they disobeyed? Makiremera Ngai, kama aremeire Ngai, wakapewa muda wa kuteseka. So wakiwa pale hawakuwa na tumaini lolote kama vile wengi wetu wako, lakini akainua nabii mimi. Jina la Yesu lipewe sifa. Niwaambia kwamba nikuli na mwihoko thutha wa muti gutemwoe Ngai e hinya nigithunduku Neguongo machonorithi nigithunduku Neguongo machonorithi nikuli na mwihoko thutha wa giko kiuthira Nyagethuke negethunduku. Sikia Kenya nasema nikuli na mwihoko thutha wa kihiko guthira Ngai e hinya nigithunduku Neguongo machonorithi nigithunduku Neguongo machonorithi nikuli na mwihoko thutha wa wira guthira Ngai e hinya nigithunduku Neguongo machonorithi nigithunduku Neguongo machonorithi twanjenerwo marima nagua tugwe Aunjui hapo? Twanenjerwo marima. Nani anajua sasa? Nani anajua? Nikuli na mwihoko thutha wa muti gutemwoe Ayainya gethuke negethunduku na mwihoko thutha wa muti gutemwoe Ayainya gethuke negethunduku nigithunduku Neguongo machonorithi nigithunduku Neguongo machonorithi Amen, amen, amen. Kuna tumaini. Kuna tumaini. Wewe ukiulizwa hivyo mambo inaendelea, unaona kama itakuwa nje, kuna tumaini. Mungu ndiye anajua. Usiwape jibu, wacha waone restoration. Usiwaambie anga niliombewa nilifanywa. Wacha waone restoration. So tunajiita kwa mkutano kwa dakika chache tulete neno. Sasa kwa area yenye tuko, ilete neno. Leta neno applied to you. Ilete kwako wewe mwenyewe. Ni wapi uko Jehova anaona mifupa kavu? Ni area gani? Ni kazi, ni marriage, ni ministry, ni watoto, ni mume, ni mke, ni kwa plot, ni kwa shamba, ni kazi yote ile. Ni wapi? Sio kama kuna mtu ameona ainue mkono wake juu. Ni nani huyu aliwekwa kaburini? Ni nani ako kwa kaburi? Nani anaona hakika hii kazi yangu iko chini, mahali nimefika sasa mimi hata sijui, niko na deni kubwa sijui, utalipa anje sijui, nasikia ati kuna ulenjeso lakini mimi sijui. Wakati mmoja nilikuwa na deni kubwa sana na saa hii sina hata shilingi moja ya deni. Kwa hivyo ninaongea, Mungu alinena nami nikaona kichwa ya sawa one time, na nikaambia wale tunakunyanga naye asubuhi, nikiwa nimemwagiwa kwa mikono, nikaambiwa nimekuondolea mandeni. Nilienda mpaka miezi kama 3 nikiambia Mungu uliniambia kisha ikaondolewa. Na iku ate ni kitu kidogo, more than 500,000. Kwa hivyo ninajua huyu Mungu mwenye ninanena juu yake, mimi najua anaweza kukutendea. Namjua, nasema najua, ninajua. Uko wapi? Uko wapi? Nasema uko wapi? Sijui kama umefika kwa kaburi, ama unaonanga flowers tu ama unjui ni wewe hata uko, ama labda hata ni wewe, hata ikiwa uko huku,
Usikii mwimbaji alisema ninjue weigweta atewe moyo na negukuo kwite arauka urumie maundu malia malenda gukua. Nimekosea hapa mwisho? Manjage nimekosea hapo pa mwisho? Niko sawa? Unaweza ukawa una move, tunaona uko hai lakini ulikufa kita. Unaamuka asubuhi, unafungua kazi lakini ilikufa kita. Aya, si ati ninaleta hukumu tafadhali. Kandira muhingura ki? Kuhingura maitho. Uko na pesa unasionanga, unasiweka kwa mfuko, lakini kwa mifuko yenye iko na mashimo. Hiyo pesa ilikufa kita? Yes. Hata sisi tunaweza kuwa tunatembea lakini tulikufa kitambo. Even though mnaona nikiongea labda nilikufa kuna area labda nilikufa kitambo. Hao watu ndio Jehova anatafuta leo. Ezekieli unawaona? Ninawaona, lakini wewe ndiye unajua venye watafufuka. Jina la Yesu lipewe sifa. Ikiwa basi umejiona na ni wewe umenenewa na neno na kuna area ungetaka kutoka, naomba uinue mkono wako juu, ishara ya kuonyesha umejitambua. Ni mimi. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Sema ni kazi yangu. Sema ni familia yangu. Sema ni huduma yetu. Sema ni maisha yangu. Unajua maisha yako inaweza kuwa ilikufa kitambo. Waninjua vyema Bwana, waninjua vyema Bwana, waninjua vyema Bwana, niko mbele zako. Waninjua vyema Bwana, waninjua vyema Bwana, waninjua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanjua ninateseka, wanjua sina makao, wanjua nina aibu, nanja mbele zako. Mwambie waninjua vyema Bwana, Mungu wangu, waninjua vyema Bwana, waninjua vyema Bwana, niko mbele zako. Inua mkono wako juu. Yesu, unatujua, unatuelewa, unaelewa maisha yetu, unaelewa kazi zetu. Asina pumzi, siko na nyama, watu wakiona na tukiona. Asina uhai, asina uhai, silikufa. Unajua ndoa zetu Baba ziko na siko na manjina na tunajua tumeoleka, lakini silikufa. Unajua watoto wetu Baba wako na tunajulikana tuko na watoto, lakini walikufa. Unajua kazi zetu Baba ziko na ni mingi, lakini tunajulikana na venye tumeweka kazi, lakini silikufa. Unajua Mungu wangu, kuna viti zenye asina watu sahi na yando riba zekete yando. Mungu wa Israeli, katika hiyo hali yenye kila mmoja wetu ako, either ni mwili wake anatembea anacheka na watu, anaongea na watu, lakini kuna mali ameumia. Ameumia, ameteseka, ameteseka. Hata ikiwa anacheka, hata ikiwa na move, hata ikiwa anafanya kenye watu wanafanya. Aliosa kitambo, alikufa ni mifupa kavu. Twakuhitaji Yesu.
Rimama seketeando. Tunakuhitaji Jehova. Dhambi yenye tulitenda unaijua. Tusamee. Na ikiwa tuliombewa ruhusa kama ya Ayubu, twaomba neema. Tumesamee marafiki wetu, tumesamee wale walitutesa, tunasamee wale wanatuchukia, tumewasamee saa hii. Mungu wa Israeli, ulinituma kama Ezekieli, nabii Ezekieli, nitambirie mifupa. Wewe kazi yenye ilikufa, wewe ndoa yenye ilikufa, wewe ndugu ndana mwenye alioza kwa mwili kwa sababu ya magonjwa fulani, wewe viti senye unakaanga bila mtu, wewe samba yenye haitoi kitu, wewe kazi yenye haina mazao, haina customers, wewe mtoto mwenye anasoma na ashiki kitu, ninakutambiria leo upate nyama, upate nyama, upate pumzi. Nanena urejesho kwako, ninanena uhai, uinuke tena, pokea uhai, pokea urejesho, rudi mahali pako, rudi kwa anga yako, katika jina la Yesu Kristo. Nimefunga kila gate of hell, nimefunga kila principalities, nimefunga all the territories wenye wanakamatanga gate za utajiri, sai ambao watu wa Mungu wapite. Pokeeni uhuru, pokeeni uhuru, pokeeni uhai, pokeeni urejesho. Toka kwa maneni, toka kwa aibu, toka kwa rejection, toka kwa protesa wenyewe. Enda kwa shamba yako, enda unjenge, enda unjenge. Ondolewa maneni, ninakutabiria sahi. Move now, move now. Toka kwa kaburi wewe kazi, toka kwa kaburi wewe ndugu, toka kwa kaburi wewe ministry, toka kwa kaburi wewe mchungaji, toka kwa kaburi wewe mwimbaji, toka kwa kaburi. Ninatambiria hizo wallet na mbagi zenyu senye hakuna kitu, ni manene, hakuna kitu, ni manene, ni masumbuko. Ninasitambiria saa hii sikapate pesa, sikarudi venye zilikuwa, sikaanze upya. Wewe maroho ya nyoka ya kuramba kenye tunapokea, ninakuamrisha uondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninanena urejesho kwa hiyo ndoa, nanena urejesho kwa hiyo relationship, hata kwa hiyo anga nanena urejesho. Huyo mwenye alikuwa na kimbali na saa hii anatembea na rejection, na futa rejection na kupaka mafuta ya kimbali. Wekwa huru na kuweka huru na kutambiria saa hii, toka kwa kaburi zote zenye ziko kwa kaburi sitoke, na muishi muwe uhai, mutembee, muexcel, mugasire, mugasire. Pokeeni, pokeeni. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Nimefunga kila makaburi yenye mmetoka, nikitangaza kama vile Joshua alitangaza, hakuna mwenye atakuingiza kwa kaburi tena, hakuna kenye ni chenu kitaingizwa kwa kaburi tena. Rudini mahali penu, mrudi kwa nyumba zenu, kwa kazi zenu, kwa anga zenu, hata kwa ngururi yenu, kwa kimbali yenu. Pokeeni mashamba, pokeeni utajiri, pokeeni utajiri, pokeeni kuendelea. Na achilia move of the Holy Spirit, move of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. Nimeomba na kuamini. Tuseme amen, amen. Alafu tuseme tumewekwa huru. Tuseme sangiria, sangiria. Sema nimewekwa huru. Sema nimetoka kaburini. Nimetoka kaburini. Yes, nimewekwa huru. Sema nimewekwa huru. Sema kazi yangu imewekwa huru. Maisha yangu imewekwa huru. Watoto wangu wamewekwa huru. Ndoa yangu imewekwa huru. Ministry imewekwa huru. Tuko huru sasa. Sangiria Yesu. Anaidecreate sinane iko kwako, undumishe na kenye umepokea. I decree and decree, it is permanent. Oh yes. In Jesus Christ's name. Kila mmoja wetu aseme amen, alafu tuketi.